Baadhi ya baa sasa ziko kwenye uuzaji mpaka wa madawa ya kulevya. Zile shisha ambazo leo zinatumika, zipo ambazo zinachanganywa na madawa ya kulevya. Mkoa wa Dar es Salaam tusipokuwa makini, tutazalisha mateja wa kutosha kuliko kuzalisha potential human capital. Operations ambazo tukizifanya kwa kagua hizi shisha ambazo zinatumika kwenye mabaa kadhaa, na ambazo sasa hivi zinavutwa au zinavutwa au zinanywewa hadharani kwa kudai kwamba zimechanganywa na flavor ya matunda au ya kitu gani. Huwezi kulewa kwa flavor ya matunda. Filosofia pamoja na mathematics ya kawaida, ni tunda gani linalolewesha ambalo umelichanganya? Mtu anakuja kufika kwenye bar yuko fresh, the moment anaanza kuvuta shisha ambayo yuko pale, anatoka amelewa. Analewaje kwa flavor ya tunda? Manake ile ni matumizi ya madawa ya kulevya ambayo yako mixed within. Yapo kwenye bar ambazo tumewapa leseni, mfanyie kazi. Kwa hiyo mkuu wa wilaya, jambo la kwanza ambalo ni la muhimu sana, moja, mkishirikiana na halmashauri NEMKI, ni kuendelea kufanya operations maalum katika sehemu mbalimbali, zikiwemo sehemu hizi ambazo leo tumekaa na wadau hawa. Moja, kuendelea kuangalia maeneo ambayo yanahifadhi wageni ambao wameingia nchini kiholela na pengine kufichama kwenye baadhi ya maeneo kama hayo. Mkuu wa wilaya, kwa sasa katika maeneo yote haya ambayo tunayasema, maeneo nyeti, hatustahili kutoa kibali hata kimoja cha masuala ya mabaa. Haya maeneo nyeti namaanisha nini? Eneo kwa mfano kama hapa tulipo, hapa kuna ofisi, ni ofisi ya public. Ukienda pembeni hapa pana hospitali. Lakini mtu yuko tayari kufungulia mziki wake kiasi kwamba ni kama anataka kumtishia mgonjwa aliyelala kitandani. Baa za aina yoyote ya namna hiyo ambazo haziobserve hizo principles, ndugu zanguni, mimi nabariki baa za namna hiyo kufungwa na kunyang'anywa leseni za biashara. Ni afadhali tukamfundisha mtu kwenda kufanya biashara nyingine, sio hiyo, huku tukiamini kuwa mtu asipokunywa kileo hawezi kufa. Baadhi ya maeneo sitisheni vibali vya ujenzi. Leo kwa mfano watu wa mipango miji bidi wawepo hapo. Kwa mfano njia ya Ture Drive, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ukitoa kibali ile Ture Drive cha kujenga gorofa refu, automatically kwa mujibu wa taratibu na kwa mujibu wa sheria, unaziba ule upepo unaotoka moja kwa moja baharini kwenda pia kwenye makazi ya watu wengine, na hiyo ndio sifa Peninsula. Sasa mbele Ture Drive unajenga gorofa 10, nyuma umewapa gorofa 5. Gorofa 5 inatakiwa ziwe mbele ili mshale wa gorofa uende kwa graph unapotoka kutoka usawa bahari. Na ndio maana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kama kuna maeneo pale leo mkayaangalie. Kama kuna maeneo kwenye barabara yametolewa vibali vinavyozidi kuanzia hizo gorofa kadhaa kwa mujibu wa taratibu, gorofa nzima simamisha. Kwa hiyo natamani kwa wale wote ambao mmepata maonyo, niwape wiki moja ya kuhakikisha mabadiliko yote yamefanyika. Baa nyingi na night club ukienda, wana vijana wamewekwa hapo ambao ni kama walinzi. Tumepokea malalamiko kadhaa, Mheshimiwa RC, ya baadhi ya wateja wanaoenda kwenye hizo groceries na night club. Imekuwa ni changamoto kubwa. Na hata juzi, wiki iliyopita, tulikuwa na tukio maeneo ya Kawe. Kijana mmoja aliyeenda kupata kinywaji maeneo ya Kawe alipigwa vibaya sana na vijana ambao wamewekwa kwenye hiyo baa kama walinzi, na kijana huyo alipoteza maisha, Mheshimiwa RC. Sasa mtu anaenda kunywa bia, anaenda kupata kinywaji, anaenda kuburudika, inakuwaje anaenda anapigwa, anashambuliwa na vijana ambao hawana taaluma yoyote ile ya kiulinzi, wanawekwa kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo matumizi ya mabouncers, matumizi ya vijana wa ulinzi ambao hawajulikani wamepata mafunzo wapi, hawajulikani kwamba maadili yao yakoje, imekuwa ni tatizo, Mheshimiwa RC, kwenye bars, night club, sio zote, ni baadhi.
Lakini jambo lingine Mheshimiwa RC ambao tumeliona sisi ni tatizo na linalalamikiwa ni uwepo wa mmomonyoko wa maadili kwenye hizo bar na night club. Zipo bar Mheshimiwa RC wanawahudumia hadi watoto wadogo, wanafanya kazi kwenye hizo bar watoto ambao walipaswa wawepo kwenye maeneo ya shule, lakini wapo ambao watoto wadogo wanaingia kwenye hizo bar. Lakini mbaya zaidi, kuna baa ambazo tumeweza kuzifungia ni kwa sababu ya kubadilisha matumizi. Badala ya kufanya pale kuuzia vinywaji, imekuwa ni sehemu ya kufanyia ngono. Kwa hiyo kuna baa ambazo na night club zimebadilisha kabisa. Tumeona mmomonyoko mkubwa, na kwa kweli tukasema hiyo sasa is too much, lazima tuzifungie. Kwa hiyo tumeshuhudia mmomonyoko makubwa kwenye hizo baa wa matumizi ya watoto, kwenye hizo utoaji wa huduma, lakini pia kumekuwa na unyanyasaji wa baadhi ya makundi, hasa wanawake, kufanyishwa biashara za ngono kwenye hayo maeneo. Lakini na wenyewe pia kuruhusu hizo, kuna baadhi ambao kwa kweli tunashukuru wametupa ushirikiano mkubwa, wameweza kuondoa kabisa hizo biashara hizo, lakini wengine bado, na hata ambazo tumezifungia hapa zipo pia ambazo tumezikuta biashara ya ngono inafanyika katikati pale, ni sherehe kabisa inafanyika ya ngono, kitu ambacho kwa kweli ni kinyume kabisa cha sheria, lakini pia ni kinyume cha tamaduni, mila na heshima zetu sisi wa Tanzania.